kuna mambo ambayo tunataka tutanabahisha umma wa Kiislamu katika kuwataja wema waliotangulia, katika kuwazungumza mawali, katika kuwazungumza mashehe, katika kuwazungumza maulama, katika kuwazungumza tabi'in, katika kumzungumza mtu yoyote aliyefungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzetu waliopita kabla yetu walikuwa wakizungumziwa kuhusu masahaba, kuhusu fitna zao, kuhusu magomvi yao. Wengi walikuwa wanatahafu, mpaka wakati nakumbuka tukisomeshwa ni wadogo kabisa, tulikuwa tukisoma kitabu kinaitwa Zubat katika darasa la 6 ibtidaiya. Kuna maneno nisema wama jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu. Ubeiti huu maana yake sawa, ma jara yaliyopita baina as-sahabi, yani baina as-sahaba, yaliyopita yaliyokuwa kati ya masahaba wao kwa wao, magomvi yao, ugomvi wao na mambo mengi yaliyopita na fitna nyingi, na yapo mengine mabaya kabisa, lakini yapo mengine ya fitna, lakini yanatofautiana katika historia. Hili la Hussein lilikuwa moja katika mabaya ambayo hayafai kabisa kwa Muislamu yakapita bila ya kuyazungumza na kuyatizama na kuangalia wale ambao walimuua mjukuu wa Mtume na kuwalani pia wale ambao sheria imeruhusu kuwalani. Wapo waovu na walipata jaza yao, lakini zipo na fitna nyingine za masahaba kabla ya Hussein. Tunazungumza hizo, maktala Uthman ibn Affan na nyinginezo nyingi, Ali ibn Abi Talib baba yake Hussein, vingi vita vilitokea, Talha wa Zubair na bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anhum katika Siffin. Mambo mengi yalitokea baina sahaba. Tukiangalia, tunasoma tu kama historia, tunajifunza mengi, lakini kuanza kutalabas na kuanza kutongoa ndimi zetu na kuwakashifu baadhi ya watu na kuwataja vibaya masahaba wa Mtume, hapa ndipo maulama wakasema maneno haya, wama jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ahla al-ijtihadi nuthbitu. Yapo baadhi ya mambo ambayo yalitokea baina ya masahaba, basi tunyamazeni, naskutu anhu, tuyanyamazie. Na kuna baadhi ya mambo ambayo alim anatakiwa kama awam minan nas hawayajui, basi asiyaibue, asiyazungumze, asiyalete. Hakuna dharura ya kueleta vitu ambavyo watu hawavijui. Wewe kama unavijua, achana navyo, usiibue mambo. Ndio inakuja ile fitna tunaima, la'ana Allahu man ayqadha. Fitna imelala, atakayeamsha laaniwe huyo. Na yote kwa yote, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Hiyo ni jini, hao ni watu wameshapita, na nyinyi angalieni yenu na nyinyi mtapita. Tuachie waliokuwa wanaweza wakayazungumza kwa njia ifaayo wayazungumze, yasiingie katika nyoyo zetu yakaibua hisia nikaleta fitna katika baadhi ya mawatin kama Waislamu. Ndo naskutu anhu wa ajra al-ijtihadi nuthbitu. Na tuseme hawa, sizungumzii waliomuua Hussein, nazungumzia masahaba wa Bwana Mtume, baadhi yao wao kwa wao waliokuwa wengine wakitaka kufanya jambo kwa jitihada. Tuangalie kaida ya kwamba mwenye kujitahidi atapata ujira mara mbili, na atakayejitahidi akakosea atapata ujira mara moja. Ndio wa ajra al-ijtihadi muthbitu. Wapo wanaokataa kaida hii, wapo wanaokwenda sambamba na kaida hii. Ala kulli hal, lengo langu ni kwamba usithubutu kuishi katika hii dunia ikawa wewe unafuatilia matelezo ya watu, magomvi ya watu, aibu za watu waliopita, kwa unazungumza kwa hususan wale watu
wakiwa ni masahaba au tabiina au awliya Allah au ulama. Huu ni msiba, huu ni msiba. Mmoja katika wema waliotangulia alikuwa akisema luhumul ulamai masmumatun, nyama za wanachuoni zina sumu. Kwa maana kwamba anasema wakati tunasengenya au tunawataja watu kwa vibaya, maana yake huwa tunakula nyama zao. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Qur'an inasema anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyekufa. Kwa hiyo kumteta mtu, kumsema mtu vibaya ni kula nyama yake. Sasa kumsema alim au wali wa Allah sio kama kumsema mtu yoyote mwingine. Kumsema mtu yoyote ni dhambi, lakini kumsema mtu mkubwa, mrithi wa Mtume, ambaye amefanya kazi katika dini, mtu mwema, wali wa Allah, basi ukubwa wa uzito wake ni mkubwa sana. Tukasema luhumul ulamai masmumatun, nyama za wanachuoni zina sumu. Man akala mat wa man shammaha marid, atakayenusa tu hiyo nyama ya wanachuoni ataugua, atapata maradhi, ataumwa, na atakayetafuna atakufa. Ni alama ya hatari sana kumwona mtu hajali kuwahusu watu. Ikiwa ni watu tu ni hatari, si kwa wanachuoni. Ndio maana kumsengenya aliyekuwa ni mtu wa kawaida ni dhambi, lakini kumsengenya mtu mkubwa dhambi yake nao ni kubwa vile vile, kwa sababu alim au kiongozi ni matbuu, nyuma yake ana watu, nyuma yake ana umma, ni kioo. Kwa hiyo unapofuata ile isqatu rumuz kama wanavyofanya Mayahudi, kwamba Waislamu tudondoshe zile hizo vyao vyema, isqatu rumuz, yani wanakaa wasipani Waislamu wanapata wapi role model kwa viongozi wao, ulama wao, mashehe zao. Basi tuwadondoshe wale, kwa sababu kuwadondosha wale ndio kuidondosha dini nzima. Ndio unaposikia shekhe analewa, shekhe wenu ni mzinifu, shekhe wenu ana kimada, shekhe wenu anakula riba, shekhe wenu ni mchafu wa tabia, shekhe wenu ana ile isqati rumuz. Wanafunzi wanaposikia shekhe ni mlevi, anadondoka katika macho yao, na si ajabu wakaanza kulewa baadhi yao, na si ajabu nao wakala riba. Kama shekhe anakula, sisi tufanye nini? Kama shekhe anafanya vile, sisi tufanye. Ndio maana mwenye kusema akasema, ya ayuha rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana at-ta'limu تصف الدواء للسقام والضلال كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تسلك من الرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم فابدأ بنفسك. داعي yoyote ndio maneno haya yawe mbele ya macho yake, awe anayatambua jambo lolote la heri alikimbilie shari, ndio jambo hata kama sio la maasi la madhambi ajitahidi kulikwepa, ajitahidi kwa yeye kuna kwamba si sawa, aliachie, asiweke nafsi yake katika makani au maqam harija atakawahariji watu wake nyuma. Na hivyo hivyo kiongozi, kwa sababu annasu ala dini muluki, watu wanafuata dini ya viongozi wao, wanafuata tabia ya viongozi wao. Kiongozi akiwa yeye mbaya wa tabia, watakao haribika huko ni wengi. Msemo mmoja wa Kiarabu unasema, idha kana rabbul baiti bil-qadri ghaliban fala talum as-sibyani ala ras. Ikiwa baba mwenye nyumba anapiga ngoma, watoto wakitimika kwa kucheza usiwalaumu. Hii inamaanisha kwamba kiongozi au alim au dai au shekhi au yeyote yule ambaye ana watu matbuu anafuata, basi ajitahidi ili kuweka sawa walio nyuma yake. Hivi ndivyo ambavyo hatari ya watu ambao ni wakubwa ilivyo, na ndiyo maana ikawa moja miongoni mwa siasa za Mayahudi
isqatu rumuz, kuwachafua wale role model wao, ili wakiamka wale dini imedondoka, kwa sababu wale ndio wamekamata dini, wale ndio wanaoijadidisha, wanairenovate, wanairenew dini. Kwa hiyo wakidondoka wale, hakuna dini, hakuna chochote, kila kitu kimemalizika. Sasa unapowaona watu ndani ya umma wa Kiislamu nao wanafuata sunna za Mayahudi, mwendo wa Mayahudi, wao wanafuatilia kama vile Mayahudi walivyofanya mpaka wakadondosha umma wa Kiislamu, hapa ndio pahala pa kushangaa. Na mwenye tabia kama hizo ni mgonjwa, ni mubtala. Inasihi ukimuona au ukimsikia usome hii dua: alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Hadithi ya Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuambia Waislamu, ukimuona mtu mubtala, mtu yoyote ambaye Mungu amempa balaa, amemwonja, amepewa mtihani maslimu, na huo mtihani unaweza ukawa katika mwili wake, unaweza ukawa katika akili yake, unaweza ukawa katika kitu chochote kinachomhusu yeye, katika akhlaq pia ni mtihani. Akhlaq chafu kama hizo. Ndio maana Mtume alikuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq, ya Rabbi, najikinga kwako nisiwe na akhlaq chafu, wal a'mal wal ahwa, sio akhlaq tu, na ahwa, matamanio yaliyokuwa machafu na vitendo vilivyokuwa vichafu. Ya Rabbi, nikinge navyo. Katika dua, miongoni mwa dua za Mtume, munkarati al-akhlaq wal a'mal wal ahwa, anajikinga kwa Allah asiwe na tabia chafu, asiwe na vitendo vichafu, asiwe na matamanio machafu. Na miongoni mwa tabia chafu ni hii moja ya wewe ikawa unashughulika na mambo ya watu, wazee, wakubwa, wanachuoni, mawalii. Ndugu zangu, moja katika mambo yaliyonihuzunisha, nikawa sipati usingizi. YouTube inakupa mara nyingine ikhtirah ya kukupa baadhi ya vitu vinavyoenea sasa hivi katika dunia. Imeniletea moja katika mdahalo wa bwana mmoja akiitwa Muhammad ibn Shamsuddin na mwingine akiitwa Hassan al-Hussein. Kulikuwa kuna mdahalo, munadhara au hiwar ya watu wawili hawa. Wanazungumzia nini? Wanamzungumzia al-Imam an-Nawawi. Je, Imam an-Nawawi ni mubtadi? Anafaa kuitwa imam? Ni mpotoshaji? Kapotosha watu? Kuna unwani Aqidatun Nawawi, itikadi ya Nawawi. Yule bwana anapomzungumzia Imam Nawawi hataki hata kusema rahimahullah. Sasa utasemaje rahimahullah kwa watu wa bid'a? Akiwa ni Imam Nawawi anaitwa mtu wa bid'a. Haya ndiyo tulikuwa tunazungumza miaka nenda miaka rudi. Ndugu zangu, na miji yetu imevamiwa na fikra zinazofanana na hizi, na zinakuja huku fikra hizo, na zipo, zinaendelea na zitakuwepo kama watu hawatakuwa makini. Wasatadhkuruna ma aqulu lakum, mtakumbuka haya ninayoyasema leo katika juu ya mimbar. Haya mambo zamani tulikuwa hatuyasikia, leo tunayasikia mpaka kwenye mitandao. Ndugu zangu, Imam Nawawi kila siku tulikuwa tunamzungumza, mara kwa mara tunamzungumza. Ikutoshe wewe kitabu baada ya Qur'anul Karim, kitabu cha Uislamu, Qur'anul Karim, hakuna kitabu kilichobarikiwa kikapata kabuli kama kitabu cha imamu huyu kinachoitwa Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kama umeisoma umemwona Imam Nawawi. Na sio kitabu kimoja,
Sahih Muslim, mshereheshaji alikuwa Imam Muslim. Hata Bukhari baadhi ya ajza alisherehesha. Fiqhi Imam Nawawi. Adhkar, mmoja alikuwa akisema kama huna kitabu cha adhkar, bi'da washtari al-adhkar. Hata nyumba kama unayo jiuze, kununua kitabu cha adhkar. Kweli mtu yoyote anaweza akakosea, kama alivyosema Imam Malik, al-kullu yukhadhu minhu wa yurad. Kila mmoja katika watu wote unaweza ukachukua, unaweza ukamrembea mambo yake aliyoyasema ukamwachia mwenyewe, kila mmoja, illa sahiba hadha al-qabr, isipokuwa mwenye kaburi lile, yani Mtume Muhammad. Mtume ndo hatuwezi tukasema tukipenda tunachukua, tukipenda tunamrudishia mwenyewe. La, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kweli watu wengine wote wanaweza kukosea, lakini pia sio mimi na wewe wa kutambua kama Imam Nawawi kakosea, wala sio mimi na wewe wa kukaa kikao eti tukaanza kumsahihisha Imam Nawawi. Kwa hiyo gani uliopata wewe mpaka ukataka kuwasahihisha wao waliopita kabla yako? Alafu pia ukijiona uko katika mambo ambayo nyuma waliopita kabla yako hawakusikika, jitathmini. Ukiona unazungumza mambo ambayo hauna aliyepita anayekuiga wewe, man sabaka katika hayo unayoyaeleza wewe na kuyazungumza, ni nani aliyekutangulia? Mbona waliopita alikuwa hatuwasikii wakisema? Kwa nini unakuwa wewe imamu wako ni nani? Wewe unamwingia nani? Kiongozi wako ni nani katika hili? Man sabaka, nani aliyepita ambaye kama wewe aliyaona haya ambayo wewe umeyaona, au hawakuyaona? Hawalificha, hawakuwa na uaminifu katika dini. Jipige tathmini kweli kweli. Ukijiona kwa kadhia ambayo waliopita wakubwa hawakuwa nayo, iangalie vizuri, ndo mambo yanayoendelea. Laisa laka fihi imam, alim ambaye amepita mapito unayopita wewe, kuna mtihani mkubwa, kuna mambo makubwa. Unapekua vitabu vimepita zaidi ya karne 3-4, pengine vikashereheshwa na watu hawakuyaona yale ambayo wewe mwenzetu leo umeyaona. Ukiambiwa unasema wa in kuntu al-akhira zamanuhu laatin bima lam tastati'hu al-awail. Alisema hivi al-Ma'arif, alisema hivi, yani kabobea katika shairi, lugha, mpaka alisema mimi msinione hivi hata kama nimekuja wa mwisho, lakini nina mambo ambayo wa mwanzo hawakuwa nayo. Hata kama mimi ni wa mwisho, lakini nina mambo ambayo hawakuyajua waliopita. Alisema hivyo Ma'arif, wa in kuntu al-akhira zamanuhu laatin bima lam tastati'hu al-awail. Akaambiwa sawa, tunakupa challenge. Kama unakuja na mambo ambayo wa mwanzo hawakuyajua, hawakuja nayo, tuletee alfabeti moja katika hurufu hijai mpya ambayo wa mwanzo waliopita hawakuileta, tuletee moja. Akawa anapepesa huku na huku, anatazama yamnatan wa yasra, akashindwa kuthibitisha maneno yake. Alif bete au alif ba mpaka mwisho, tuletee mpya. Si wewe unaleta ambayo wa mwanzo hakuyaleta, tupe mpya. Akasawijika uso. Ndugu yangu, ihtiram, tawa ndio sifa za Waislamu, lakini pia khuluq ni tabia ambazo Mtume alikuwa akiomba dua apate zuri na mbaya zimuepuke. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema
aqrabukum minni manzilatan, watu watakaokuwa karibu nami siku ya kiyama. Akawataja baadhi yao, ahasinukum akhlaqa, ni wale watakaokuwa na tabia njema, tabia nzuri. Lakini pia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe kasifika kwazo, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia nzuri adhim, kubwa, tukufu, anajipamba nazo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad, hususan mtu anapokuwa katika uwanja huu wa da'wa, huu wa elimu, awe tofauti. Unajua aliwahi kusema Imam Ali, nisfu jamali al-insani yati au yadhhar indama yatakallam, na half of your beauty comes from the way you speak or the way you talk. Sema nusu ya uzuri wako utaonekana pale unapoanza kuongea. Anaweza akaja hapa mtu handsome boy, kijana ukimtizama unafurahi namna alivyokuwa na kunia, alivyojengeka, alivyokuwa mzuri, lakini akianza kuongea tu unamdharau kutokana na zile uvundo na cheche zinazotoka katika ulimi wake. Mwanamke mzuri ukimtizama, ainaha tatahaddathani bijamaliha, lakini akianza kusema tu unaona haya, wewe unataka kukimbia, unaogopa hata kumtizama kutokamana na uvundo unaotoka katika ulimi wake. Ndio maana Wamasri wanasema takallam hatta arifa, ongea ili nipate kukujua. Usiwezi kukujua na majoho yako na vilemba vyako na suti zako na namna ulivyokuwa unaonekana mtu multazim, siwezi kukujua kwa mahari yako. Ongea kwanza nikujue. Ushaongea, ala, kumbe tunaongea na mtu mmoja jahili. Sisi tunamwona amevaa mavazi ya kielimu, tunamwona mtu sura yake humble, innocent person, lakini alipoanza kuongea tu tulijua kwamba hakuna mtu hapa. Tengeza vizuri ulimi wako, tengeza vizuri tabia zako. Kama unataka kupambana na watu, basi wasiwe ulama al-ajilla waliopita. Mdaro huu mkiingia katika YouTube mtauona kweli. Imam Nawawi ni kuwekewa vikao, watu wakaulizana kwamba yeye alikuwa kafiri, na kuna wengine wanamlani. Nimeona baadhi ya comments wanasema alhamdulillah, leo nimemjua Imam Nawawi wao kafiri mmoja anakufurishwa Imam Nawawi. Tusomeni, tutapata kujua mengi, na mimi nalijua vizuri lengo la kusema Imam Nawawi ni kafiri ni nini. Neno la kuwekewa vikao, kuzungumzwa katika munadharat, najua nyuma yake kuna nini. Kuna mambo mengi yanakuja. Mwenyezi Mungu atusalim salama, tupate ilmu zenye manufaa, tusome. Kama una ilmu nzuri, chukua vitabu vya hawa watu vishereheshe. Walipoteleza sema huyu aliteleza hapa. Kama wewe una elimu hasa, sherehesha vitabu vyao. Vitabu vya Imam Nawawi walivyotunga hapa, kama tutaviweka, vitakuzidi kimo na vitakuziba, usionekane na mtu. Wewe hujatunga hata risala, hata barua, unaenda kumsahihisha mtu aliyekuja na mambo kama haya. Hiyo akili ya naqihal jabali ashadda birasihi rifqan birasika la rifqan ala aljabali. Mshairi alisema, ewe mwenye kutaka kupiga kichwa jabali, hurumia kichwa chako, atulihurumii jabali. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawza almustaghfirina wa ya najata at-taibin.